wananchi wa kitongoji cha Lugufulelini na Kacheri katika kata ya Rusesa wilayani Kasulu mkoani Kigoma, ambapo wananchi hao inasadikika kuwa wamo ndani ya hifadhi, wameiomba serikali kuweka miundombinu rafiki katika eneo ambalo serikali imelitenga kwa ajili ya kuhamishia wananchi hao, ikiwa ni pamoja na kuweka mipaka baina ya wananchi na hifadhi. Kauli hiyo wameitoa kufuatia serikali ya wilaya hiyo kutoa tamko kwa wananchi hao kuwa wanapaswa kutoka kwenye hifadhi hiyo, na tayari serikali imetenga eneo ambalo wananchi hao wataweka makazi yao. Kwa majina naitwa Rosemary John, ni mkazi wa Kacheri. Tulikuwa tukiambiwa kwamba tumo ndani ya hifadhi. Tuliambiwa kwamba tunatakiwa tuhame. Mkuu wa wilaya alifika hapa na kutuambia kwamba tunatakiwa tuhame. Tulimuomba tukasema kwamba kwa kuwa umezamilia kutuhamisha, tunaomba tuweze kulima, ila tutaenda kuangalia eneo hilo ambalo unatuhamishia. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, eneo lile aliyotuandalia, shule ilijengwa kweli vizuri, lakini wenyewe waliangalia mazingira mazuri ya kujenga shule, wakaiweka shule sehemu yenye katambarare, hawakuweka katikati ya makazi ya watu. Baada ya hapo tukapelekwa kwenda kuangalia mazingira ya kuishi. Mazingira ya kuishi, kwanza tuko mbali na shule. Yani ukiangalia kama mimi sehemu ambapo niliwekwa milima miwili kuvuka, unaenda watatu. Na nina watoto wadogo wanatakiwa wasome shule. Ni mbali na shule, hawawezi hata kufika shuleni. Ukiangalia hata mazingira ya mipira ya viwanja vya shule hamna. Mazingira ya kuweka soko tulishindwa. Mazingira ya maji hamna. Vyoo vya wanafunzi ni vya kusukuma. Sasa vyoo vya kusukuma kuna watoto wa chekechea, wa la kwanza na la pili. Hawawezi kufanya huo usafi. Mazingira yale kwa kweli tuliambiwa kwamba tunapelekwa sehemu ambapo ni mazingira mazuri, sio mazingira ya watu. Tunatolewa kwenye hifadhi, tunaenda kuwekwa kwenye hifadhi ambayo iliwekwa akiba ya wananchi. Lakini ile hifadhi ambayo ni akiba ya wananchi tuliona kwamba sio hifadhi tena ya akiba. Tulikuta mihogo, tulikuta magazi, tulikuta ndizi, tulikuta miti ya maembe, hata makaburi ya watu ambao waliishi kwa muda mrefu pale. Na walituambia kwamba humu kuna makaburi ya wababu zetu na sisi hapa kuna mashamba yetu. Kiwanja nilichopewa kina shamba la mtu, alikuwa ameshalima na kuna mihogo. Kwa kweli aliniambia kwamba eneo hili tutakumbana utakapokuwa umepewa kujenga. Niliogopa, sikurudi hata kuchukua shamba, nilichukua eneo tu la kiwanja. Kwa jina naitwa Sikola Sungula, naishi katika kitongoji cha Lugufulelini, kijiji cha Zeze. Hiki ni kijiji kilichosajiliwa tangu mwaka 78 kisheria. Na tuna haki ya kuishi hapa kama wananchi wamiliki wa kijiji. Na si hivyo tu, mkuu wa wilaya alikuja kwa kudai kwamba kijiji hiki kilifutwa. Sasa labda sisi kama wananchi wa Lugufulelini hatujui kwamba tangu usajili huo wa miaka ya 78 kijiji hiki au kuna vijiji vingine vilivyofutwa tangu hapo, na kama hakuna kijiji kilichofutwa tangu hapo, tunaomba Mheshimiwa Rais atusaidie. Ilishawahi kufika na kuliona lile eneo, ila katika tatizo hilo kuja kuonekana, ikabidi kwamba sisi wanakacheri pamoja na Lugufu tuhamishiwe tupelekwe London. Na pale London kuna mashamba ya watu kuanzia mwaka 70 na wanalima. Sasa katika hao mazingira tukienda, tutaishije wakati kuna wenzetu? Sawa tunapelekwa, lakini mashamba tunagawiwa kwa wasimamizi. Watakapotoka hao wasimamizi, nani atakuwa anatusimamia kukaa kwenye mashamba hayo? Na ile ardhi ina maporomoko makubwa ambayo wananchi hawawezi wakakaa mle, wala watoto hawezi kutembea katika mazingira hayo. Sisi tunaomba wanakacheri utuangalizie eneo lingine kama haiwezekani kukaa Kacheri. Kwa upande wake Kanali Isaac Makiso ambaye ni mkuu wa wilaya Kasulu, hivi karibuni akiongozana na kamati ya siasa mkoa, alifika katika eneo ambalo serikali imelitenga, ambapo alisema kuwa serikali inaendelea kuboresha miundombinu katika eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya makazi ya wananchi hao wanaoishi katika vitongoji hivyo. Maelekezo kutoka kwenye baraza la kisekta watu 8
sekta 8 za mawaziri waliozunguka kwa ajili ya kurekebisha migogoro 975 katika nchi hii, na wakazungukia pamoja na eneo hilo la kijiji, kitongoji shikizi kilichoko huko. Wakatoa maelekezo ya kwamba hivi vitongoji vinatokea vihama virudi kwenye kijiji mama ambacho ni kijiji Zeze. Eneo hili lilikuwa chini ya TFS. Ikabidi yale maelekezo TFS watoe eneo kwa ajili ya kupokea au walioko kule. Kwa hiyo hela zikatumwa na serikali kama nilivyosema hapa, alikuwa anawasilisha milioni 361,500 ambazo zimekamilisha ujenzi wa majengo haya, na majengo haya yamekamilika toka 2025 kama nilivyosema, ikiwa na maana ya kwamba mwaka huu mwezi wa kwanza waingie. Kwa bahati mbaya sana shughuli zote za sensitization kwa ajili ya kuwaleta hapa wananchi, kwa sababu hapo walikuwa akifika wanatakiwa wapate eneo la kuishi na eneo la kulima heka 3, na haya maeneo yalishaga hiyo kwa watu wote, na walitakiwa wameshafika hapa mwezi wa 12 ili mwezi wa kwanza watoto wao wameshaanza shule hapa. Hayo ndio yalikuwa makubaliano. Kwa maana hiyo nilisema kwamba elimu ilitolewa toka 2023, sio zoezi la jana. Toka 2023 tunatoa elimu hapa. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas.